Karibuni katika simulizi na mikasa mbalimbali. Leo nimewaletea sehemu ya kwanza ya binti Mwanaidi. Mwanaidi anatuhadithia kwamba sio kila mwanaume ambaye anakuambia nakupenda basi ukaishi ndio mwenye ambaye Mungu aliyokukabidhi ndani ya maisha yako. Wengi wao wameumbwa kwa tamaa na utapeli. Ndio maana nakusimulia msikilizaji unamsikia, na kama wewe ni mwanamke basi ndio wakati wako wa kujifunza. Karibu sana. Mwanaidi imekuwa ni msichana mwenye adabu na hekima. Anatuambia kwamba alitokea kumwamini mwanaume na kumfanya sehemu ya maisha yake. Kabla siku inavyokwenda na miaka inavyosogea, amekuja kugundua kwamba amekuwa kitapeliwa na rafiki yake ambaye ndio Zamda, tutakayemzungumzia katika mkasa huu. Siku moja Mwanaidi ametoka kwake na kuelekea kwa yule rafiki yake ambaye ndio Zamda. Alipofika kwa yule Zamda na kumwambia kwamba anatamani siku moja waondoke out na kuelekea baharini ili waende waenjoy soda moja mbili, kisha watakapomaliza watarudia nyumbani. Ndio huyo mwanamke rafiki yake Zamda akamwambia Mwanaidi kwamba usijali rafiki yangu, basi na mimi nikuaga na mipango kama hiyo, ila nimekosa wapi nitapoanzia. Ndio wakacheka wao wote wawili na kusema kwamba basi isiwe shida, tusubiri usiku. Akarudia zake Mwanaidi nyumbani na huyo Zamda akaelekea na shughuli zake. Sasa Mwanaidi kipindi anaporudia nyumbani akakuja kukutana na mwanaume mmoja ambaye kwa kiitwa Jafari. Huyo Jafari alimwambia Mwanaidi mambo mrembo. Ndio Mwanaidi akamwambia poa, unasemaje? Akamwambia basi naweza nikapata namba yako ili nizidi kuongea na wewe, ni rafiki yako. Ndio Mwanaidi akamwambia sawa, lakini subiri kidogo na kuna sehemu naelekea, basi kama utojali nikirudi nitakupa hiyo namba unayohitaji. Ndio Jafari akamwambia Mwanaidi sawa, hii sio shida, mimi naishi fasi fulani, basi na unaishi wapi? Ndio Mwanaidi akamwambia mimi naishi hapo jirani. Ndio Jafari akamwambia Mwanaidi tunaweza tukaongozana. Walipokuwa wakiongozana akamwambia binti, mimi nimetokea kukupenda, nijue nimeshindwa kukwambia na sitakuwa ngumu sana wewe kuniamini kwa sababu nimekusimamisha barabarani, lakini nimelipeleka kilo cha ndani ya moyo wangu kabisa, ndani ya uvungu. Kama nakuhadisia, naomba unisikilize hisia zangu. Ndio Mwanaidi akasema sawa basi isiwe shida, nitakabidhi simu yako nikabidhi namba yangu. Akampatia namba, kisha Mwanaidi akaenda katika safari zake na huyo Jafari naye akaenda katika marafiki zake. Ila Jafari ameenda akifurahi huko akirukaruka, maana kwa akimtaka huyo binti kimapenzi sana. Sasa alipofika kwa marafiki zake Jafari akaanza kuhadithia kama kutana na binti ambaye ni malaika, binti mrembo sana. Au wenzake wakamwambia ni binti gani unamzunguzia? Akamwambia ni huyo binti hapo jirani yangu ambaye anaitwa Mwanaidi. Wakasema huyo binti kweli ni mrembo na ni mzuri, mwenye hekima na busara zake. Ndio Jafari akajisikia furaha ndani ya moyo wake, akasema kweli hapa nashinda kwenda kumpata binti ambaye mimi nampenda ndani ya maisha yangu, na ikitokea yake nikubali naweza ikatokea nikamuoa. Ndio marafiki zake akamwambia ndio unaume kule kuna mchezea, maana haima siku wanawake ni wadogo sana, unajua hata kama ni wengi wanaosema lakini ni wachache sana kupata yule ambaye anayekupenda. Ndio tunamwona Mwanaidi kipindi anapoelekea nyumbani kwake ameenda akimfikia yule kijana Jafari akisema kwamba hawa vijana nao wako kusimamisha barabarani, si wengi wanakuwa ni matapeli tu, lakini akasema acha basi nitamwangalia na nitamchunguza, kitokea kwa ni mwanaume ambaye ni busara na hekima anaweza kuwa mume wangu, ila kama sio mwanaume ni mtapeli wa michezo mimi nitamkimbia, maana mimi sintoweza hiyo. Ndio akampigia rafiki yake na kumwambia Zamda, nimepata mwanaume ambaye amenitongoza kwa muda, maana nimemshangaa. Ndio rafiki yake Zamda akamwambia ni mwanaume gani ambaye amechukua ujasiri wa kukutongoza? Akamwambia sio kijana hapa hivi sijui ni nani vile. Akamwambia sijui, nitakwambia nikimjua jina lake, maana jina lake kwa muda ninachanganya, maana ni turu ya kwanza simfahamii, ila ameniambia kwamba akiona baki ananiona. Kama gesi mnavyojua wanawake kwa umbea wao lazima wapeane kila kitu kinachowatokea. Sasa yule rafiki yake Zamda alicheka sana kumwambia yule kijana naye basi ukipata jina lako utamniambia ili nimjue, niwe naye makini kwa kumna shemeji yangu. Ndio Mwanaidi akacheka akasema shemeji tena? Haya basi ikiwezekana nitakupa jina lake. Sasa alipofika nyumbani kwake amejiandaa kama mwanamke, amepika chakula akamaliza akaenda kulala. Sasa alipolala ndio Jafari mahali alipo na yeye alifika nyumbani kwake akachukua simu na kumpigia yule bibi ambaye ni Mwanaidi na kumwambia mambo mrembo, mimi nimefika nyumbani, wewe ulifika salama? Ndio Mwanaidi akamwambia ndio, niambie kwanza nikumbushe jina lako, pale ulisema unaitwa nani? Akamwambia mrembo umenisahau jina langu, kweli jina ni maarufu hapa watu kila mtu analijua kama Jafari. Akamwambia Jafari sawa basi siwe shida. Wakaongea kwao huko. Sasa alipomaliza kuongea na Jafari sasa ndio akamchukua ile namba tena akampigia yule rafiki yake ambaye ndio Zamda na kumwambia yule kijana nimemgundua anaitwa Jafari. Kumbe ni Jafari
Jafari, hilo jina ni jina maarufu hapa, ni kijana mtanashati, kijana kila mwanamke akiona mtamani. Mwenzangu umepata kabisa. Ndio Mwanaidi akatabasamu ndani ya kimoyo, lakini ndio hivyo tena wanawake, unajua kuna muda mwingine wanawake naona kuna kitu ambacho wanaitwa wivu fulani hivi. Mmoja wanakuambia wivu ndio mapenzi, lakini sasa walipomaliza kuongea ndio akalala. Sasa ilipofika majira ya asubuhi, ilipokucha, ndio Jafari akachukua namba na kumpigia yule bibi Mwanaidi na kumjulia hali yake ya asubuhi. Mwanamke alifurahi sana kwa kuona mwanaume ambaye anajitolea kumjulia hali ya asubuhi. Akamwambia mimi niko poa Jafari, unasemaje? Akasema tunaweza tukakutana siku ambayo tuko huko vizuri. Akamwambia ndio, usiwe na shaka Jafari, maana mimi hapa nishatokea sijui jana nimelala na kuota hivyo. Jafari akacheka na kutabasamu, kisha akamwambia hata mimi pia mrembo. Ndio Mwanaidi na kumwelekeza Jafari na kumwambia kwamba kuna sehemu ataelekea na rafiki yake ambaye ndio Zamda, basi kama hatojali wataongozana wao. Ndio Jafari akasema usijali mrembo, maana mimi chochote unachokisema mimi nipo kwa ajili yako, nishatenga muda kwako. Ndio ile binti akafurahi akamwambia sawa, ila Jafari nikwambie kitu. Jafari akamwambia niambie. Na kusikiliza mrembo. Akamwambia mbona mimi nakupenda ghafla wakati sitataka kuchunguza. Jafari akamwambia usijali, maana hisia unajua siku zote au mapenzi lazimishwe. Penda mwenzio basi usifiche, na lipo ndani ya roho mwambie na uwe muwazi kwake, maana utajisikia amani ndani ya roho yako. Ndio Mwanaidi akafurahi sana akamwambia wewe Jafari, mbona maneno mazuri matamu ya kiasi hivyo? Akamwambia usijali, na again nitakupa pale kipindi nitaponana na ukanikubalia, ukanipa nafasi ambayo wengine wameshindwa kuutawala. Mwanaidi akasema la, usijali basi tusubiri usiku, maana ni kesho tutaongozana majira ya asubuhi, tutaenda pamoja sisi wote, tutaongea mengi zaidi. Naam, msikose sehemu ya pili kwa kutufuatilia kwa kusubscribe na comment ili mfuatilie mikasa nyingi tofauti na tuelekee wapi walipofika huko sasa, walipowadiana watakutanana, kipi kilichoendelea. Karibu sana.